Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Iran imeapa kwamba itaendelea na urutubishaji wa uranium na kamwe hawataachana na mpango wao huo, licha ya Marekani na Israel pamoja na washirika wao kuitaka Iran iachane na mpango huo. Hata hivyo, Iran imeapa itajibu vikali kwa namna yoyote ikiwa mataifa hayo, hasa Marekani pamoja na washirika wake, wataamua kufanya mashambulizi kwa mara nyingine tena, kama ambavyo alivyoulizwa Rais wa Marekani Donald Trump, akisema kwamba kuna uwezekano wakafanya mashambulizi tena ikiwa Iran itaendelea na urutubishaji wa uranium. Hata hivyo, Iran imesema lazima iendelee na mpango wake huo. Iran inasema hakuna urutubishaji wa kiwango cha silaha nchini humo, ikisema itaendelea na urutubishaji wa uranium. Iran haina mpango wa kupata silaha za nyuklia, lakini itaendelea kuhifadhi haki yake ya kurutubisha uranium kwa matumizi ya kiraia. Hii ni kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni Ismail Baghei, aliambia shirika la habari la RT mnamo siku ya Jumamosi. Hata hivyo, Ismail Baghei amelani mashambulio ya hivi majuzi ya Israel na Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran kuwa ni hatari na ya kuchochea. Baghei alimpuuzilia mbali madai ya Israel kwamba Tehran imekuwa ikitengeneza silaha za nyuklia kwa siri ambazo zilitajwa kuwa uhalali wa mashambulizi hayo. Ripoti kutoka kwa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA zinaunga mkono msimamo wa Iran. Nadhani Iran imeweka wazi kwa miongo miwili au mitatu iliyopita kwamba haitafuti silaha za nyuklia, Baghei alisema. Hakujawa na urutubishaji wa kiwango cha silaha za nyuklia katika taifa letu. Tafadhali, mnaweza kupitia ripoti za IAEA na mnionyeshe kidokezo kimoja tu au ushahidi wa mpango wa nyuklia wa Iran kukengeuka kutoka kwa malengo ya amani. Ni suala la ukweli kwamba mpango wa nyuklia wa Iran unasalia kuwa wa amani kabisa, alisisitiza. Msemaji huyo alirejelea matamshi ya mkuu wa shirika hilo duniani Rafael Gross, ambaye alisema mapema mwezi huu kwamba shirika hilo halijapata ushahidi na juhudi za kimfumo za Iran za kutengeneza silaha za nyuklia. Lakini wakati huu ni Marekani na Israel pamoja na washirika wao nchi za Magharibi zenye imani kwamba Iran ipo katika mpango wa kuwa na silaha za kinyuklia. Baghei ameonyesha kufadhaishwa na IAEA kwa kutokemea vikali makombora yaliyopigwa katika vinu vyake vya nyuklia. Anasema, tulichokitarajia kutoka kwa IAEA na bodi yake ya magavana ni kuhakikisha wanalani vitendo vilivyofanywa na Marekani pamoja na Israel kuvilenga vinu vya nyuklia. Ni hatari kubwa sana, lakini wamebaki watiifu kwa majukumu na mamlaka yao kwa kulaani bila kulaani. Na bila shaka mashambulizi ya Marekani na utawala wa Israel kwenye vituo vyetu vya nyuklia ni uharibifu mkubwa, na hakuna aliyejitokeza kulaani vitendo hivi. Aidha, ametetea haki ya Iran ya kurutubisha madini ya uranium chini ya mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia NPT, akisema Marekani inatoa tafsiri ya hatari sana ya NPT kwamba mataifa yanayoendelea yana haki ya kutumia nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani. Haikubaliki kwa mwanachama yeyote anayewajibika mwenye heshima wa NPT, Baghei anasema. Mapema wiki hii bunge la Iran lilipitisha muswada wa kusimamisha ushirikiano na IAEA likituhumu shirika hilo kwa kutoa kisingizio cha mashambulizi hayo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo wakati huu, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.